Mwingine anaamini ya kwamba asipoita mganga hatamke neno kwa kazi yake haiwezi kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo irisi na huo utumwa wa shetani ndio farasi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu naye akawaangalia akajua nyinyi mnaogopanga vishindo, nami nitawatia watumishi wangu vishindo na mtaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaenda kutia kishindo katika mapito unayopitia. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia leo hiyo hali unayopitia inaenda kukoma. Bwana Yesu asifiwe. Kila Mungu anahitaji siku ya leo ni usimame katika imani na ujue ya kwamba kuna Mungu anayekutetea. Bwana asifiwe. Unaposimama na kumwambia Mungu, naomba huu mlima ung'oke na ukajitoze baharini, amini ya kwamba Mungu ametenda. Bwana Yesu asifiwe. Wale Washami waliketi tu wakasemezana na wakaamua na wakaenda. Bwana Yesu asifiwe. Iwapo wangeendelea kukaa mahali pale wangekufa. Na iwapo hawangetoka wangekufa. Bwana Yesu asifiwe. Waliamua tutatoka, kama ni kufa tufe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si wakati wa kukaa na kusitasita na kuangalia mapito yako na kuangalia mapato yako na kuangalia elimu yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Kile ambacho unahitaji ndani mwako, iwe umeazimia kufanya jambo gani, amini ya kwamba Mungu anaenda kulitenda. Bwana Yesu asifiwe. Maana si kwa nguvu zako, si kwa akili zako, wala si kwa ufahamu wako. Bwana Yesu asifiwe. Tuliposoma maandiko katika Danieli 3, tumeona wale watu walikuwa ni watu wakubwa wa vyeo, lakini walijua ijapokuwa tuna vyeo, ijapokuwa tuna mali, ijapokuwa tumewekwa katika hali ya juu, kunaye Mungu ambaye anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Ingekuwa ni watu wa leo wangeangalia vyeo vyao, mtu akauliza gavana mzima, sasa nikipoteza kiti nitaenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Wale hawakuangalia, walijua kuna Mungu mwenye kupeana vyote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya leo nataka nikufundishe kuwa na imani. Bwana asifiwe. Mimi napenda sana mtu ambaye anajua kutegemea Mungu, anayesimama katika msimamo wake na kuweka imani yake ndani ya Kristo Yesu, akijua ya kwamba Mungu aliyemuumba, Mungu aliyemweka anamjua na anamwanzia mema. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika kitabu cha Yeremia 33:11, Biblia inasema, na yajua mawazo ninayowawazia nyinyi, mawazo ya amani, kuwapa nyinyi mema. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hataki tuendelee vile tunaendelea. Mungu hataki tukae katika hali ya utumwa. Mungu hataki tung'ang'ane. Bwana Yesu asifiwe. Ni sisi tu tumepungukiwa na imani ya kujua ya kwamba Mungu ametupenda, ya kwamba Mungu ametuita na Mungu amesimama kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hocha niwaulize. Saa ile huo unapiga magoti unaomba Mungu, namwambia Mungu nataka promotion. Unatakanga itoke wapi? Kumbuka hiyo promotion unadai, hicho kiti kimekaliwa na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema nini? Inasema ufalme wa tangu enzi za Yohana mtakatifu mpaka wa leo, ufalme wa Mungu unachukuliwa na wenye nguvu, na ni wale tu wenye nguvu watakaouteka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwani mnadhani ni nguvu za mwili za kupigana? Hapana. Huyo mtu mahali amekaa mahali pako, na ni lazima usimame katika maombi. Mwambie Mungu, naomba ukanisimamishe panapo nafasi. Mungu, nataka uniweke mahali ambapo panastahili. Nakataa kuishi hali ya kung'ang'ana. Yeyote ambaye amekalia kiti changu, yeyote ambaye ameshikilia hatima yangu, kwa jina la Yesu Kristo naomba akapate kuachilia. Bwana asifiwe. Amen. Na Mungu anaenda kuonekana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shida yetu ni vile sisi ni wahoga. Unaona, kama vile mtoto mchanga akizaliwa, anaanza huku chini, kitambo aanze kufundishwa kuongea, aanze ba, atoke huko, aanze kuketi, aanze kutambaa, aanze kusimama, aanze kuwa na akili zake timamu. Wengine tumebakia pale ba. Tulianza wokovu kitambo, tunasikia neno la Mungu kila siku, lakini tumepama pale. Hatukui kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kusimama na kuambia Mungu, panua akili zetu na mipaka yetu. Amen. Penda kumjua Mungu zaidi na zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Usipende tu kukoma pale. Pa ukishuumwa na kichwa na kimbia tu upige magoti uombewe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka mjue Mungu kiwango kingine, na ujue ya kwamba wewe pia ni mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana nakuuliza hivi, utakapopatikana na jambo, uko na mchungaji mahali pale, ni sawa tunaambiwa tuite wazee wa kanisa watuwekelee mikono. Lakini kitambo tuite wazee wa kanisa, si tunastahili hata sisi tuwe tuna neno tunaweza kusema? Bwana Yesu asifiwe.
Tusimame na imani na tujue ya kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Haijalishi ni hali gani tunayopitia, haijalishi ni nini kimesimama mbele yetu, haijalishi ni kina nani wanaotupinga. Kinachojua ni kwamba hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tusome Timotheo wa pili 1:7 tujue Timotheo anatuambia nini kuhusu imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema, maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Bwana asifiwe. Biblia inasema hatujapewa roho wa uoga. Wewe ukiona tu umetishiwa kidogo umeisha. Bwana asifiwe. Ukishikwa tu na mafua kidogo unasema kuisha, corona ishaingia. Unaanza kujifungia ndani. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hatujapewa roho wa uoga, bali wa ujasiri na wa moyo wa kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu na kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe mtu wa kutenda mambo bila kufikiria. Bwana Yesu asifiwe. Biblia hapa ikituambia tuwe na moyo wa kiasi na maana gani? Ina maana kana kwamba kama saa hii wewe ni mke wa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ni sawa umekuja kanisani, lakini unajua uko na mume na una majukumu. Bwana Yesu asifiwe. Moyo wa kiasi ni kujua kujikontrol. Bwana Yesu asifiwe. Usipende kwenda kupita kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Bali ufanye kila kitu kwa kiasi, ukijua ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hatujapewa roho wa uoga. Tazama, wacheni niwaambie siri moja. Mnaona hao waanga wanaanga usiku. Mwanga si mchawi. Bwana Yesu asifiwe. Nikiwaambia hivyo najua. Mwanga si nini? Msiwaogope. Mwanga anajigeuza anakuwa mpaka. Anakuja kwa dirisha yako, anaanza kulia pale. Ukishtuka tu ndio mambo yanakuteketea. Lakini ukisimama na mwambie ondoka kwa jina la Yesu, anaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mwanga ni mtu tu wa kufanya vituko, hakushtue. Hakuna mchawi wote, anakuja kwa mlango wako anachora jeneza na anaweka msalaba pale na vitambaa vya kila rangi. Ukija hapo, na uko ndani ya Mungu. Ni nini unaogopa? Ameweka kushtue. Njoo patana nayo, chukua kitambaa, weka mafuta, teketeza kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Angalia, ngojea aone umeshtuka, apate unasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Maana tumepewa moyo wa ushujaa, si roho ya uoga. Bwana asifiwe. Siku moja nataka kuwapa ushuhuda, nikapata nyumba huko Kitaruni. Na hiyo nyumba wenye walienda kunitafutia wako wameniambia alikuwa ni Maureen na mama. Sasa walipoenda mimi sikujua, mimi nilikuwa naendanga kanisani daily. Nilikuwa na hudumu huko town, Jesus Celebration. So nikiwa kule Mungu akanifunulia ya kwamba kuna nyumba unaenda kutafutiwa, iko hivi na hivi, na mwenyewe ako hivi, na mahali pale kuko hivi. Na nikaonyeshwa mpaka mahali alikuwa anatolea kafara. Mungu akaniambia usiogope, omba yale madhabahu yaanze kuondoka, maana unaenda pale na unaenda kwa ajili ya kazi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nilikuja nyumbani nikakaa, sikuambia kama kuna kitu najua. Baadaye Maureen akaniambia, Rose, wajua nini? Mimi naenda Sudan, nimeamua sasa watoto wanaenda kukaa kule kwa pasa, nimekutafutia nyumba Kitaruni. Nikamwambia sawa. Mimi nikaenda Kitaruni. Pale Kitaruni hakukuwa mchezo. Wacheni niwaambie. Nilikuwa naingia hivi na keti, niko macho, nimetoka huduma town. Mtu anaingia na keti kwa sofa zetu upande mwingine. Akiingia kiketi na muuliza umekuja hapa kufanya nini? Ni nini kimekuleta hapa? Kwa jina la Yesu na kuamuru toka. Yule mtu anakuwa giza, anatoka kwa dirisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku nyingine nikiwa nimeketi, mwindi baniani amejidona hapa na akaja akasimama kwa mlango hivi wa kuingia bedroom. Nikamuuliza wewe ni nani na unataka nini? Akaniambia mimi ndiye mwenye hii boma. Nikamwambia sikia nikwambie, Biblia inaniambia hakuna uhusiano kati ya waliokufa na walio hai. Na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, ondoka, na akapotea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mahali pale nilipiga vita ambavyo havikuwa vya kawaida. Bwana asifiwe. Amen. Nikaendelea, panya mwingine mkubwa akawa anakuja ananisumbua. Panya hakiingia hapa aogopi, anatembea yani hata unamguza hivi. Nilimwangalia tu. Nikaomba Mungu, nikamwambia Mungu nataka nijue kama huyu ni mtu asikuja hapa tena, na kama ni panya naomba Mungu aendelee kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiku huo nikiwa nimeketi nikaambiwa Rose, amka. Huyu ni kadenge.
mfuate kwake, muonye, mwambie asikuje hapa, na kija hapa utamuua. Bwana Yesu asifiwe. Kadenge alikuwa ni jamaa mganga mwingine alikuwa hapo Mtanzania, alikuwa anauza makaa hapo. Mungu amenipa ujasiri na ameniamuru, nenda muonye Kadenge, maana kiingia hapa tena utamuua. Nilimwendea Kadenge, msimu namjua, ako si unamjua, nilimwendea na ni mganga anatoka Tanzania. Nikaenda nikapiga hodi, karibu nini, nikamwambia sikia Kadenge, nikwambie ukiingia tena kwa nyumba yangu nakuua, na nikaenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kutoka siku hiyo sikuwahi kuona huyo panya. Bwana asifiwe. Amen. Na iwapo ningekuwa muoga kweli ningekaa mahali pale? Hapana. Nikaenda tena kanisani, nikahudumu. Nikija saa 2 usiku napata kuku amekatwa shingo, mweusi, amefungiliwa hapa kwa mlango wangu, ameninginizwa mahali pale. Bwana asifiwe. Mimi sikushtuka, nilienda hapo kwa jirani nikamwambia nisaidie na chumvi, kanipa chumvi na maji, nikaitakasa na nikaomba, na nikaenda nikamwagia hiyo kuku, nikaitoa, nikaenda nikaitupa chooni. Bwana Yesu asifiwe. Hatukufika saa 6 usiku, mwenye nyumba alikuja kitetemeka hivi, wewe Rose Coco toka. Nikamwambia nini mama? Wewe kwani unafanya kazi gani? Nikamwambia mama, kwa nini unataka kujua kazi yangu? Sina kulipa. Unanilipa lakini sikutaki. Umeharibu mizimu yangu. Nikamwambia mama, wacha nikwambie, mimi nimeokoka na sitegemei mizimu. Unaona hii nyumba yako ni gorofa, haina watu. Kwa nini? Kwa maana umetumikia mizimu. Niache mama nifanye kazi yangu, utaona nyumba yako imejaa. Akaniambia ni kweli. Mimi wacha nikwambie, nyumba yangu sipoingia watu, tutaonana na wewe, maana ushaharibu mizimu yangu. Nikamwambia sawa mama, jipe amani, nenda. Akaniambia hata pesa yako sichukui. Nikakubali, nikakaa. Wacheni niwapatie ushuhuda. Mwezi ukiisha, nyumba zilikuwa zimechona. Bwana Yesu asifiwe. Alikuja mwenyewe akaniambia, Rose, miezi 3 usinilipe, nimejua kwamba kuna Mungu. Na huyu alikuwa ni Muislamu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nikisimama hapa nikikwambia ondoa uoga, Agnes, usiwe mtu wa kutishwa na mambo madogo. Ni kusimama tu na unatabiria hiyo hali na itoke, ikuachilie. Biblia inasema nini? Inasema nguvu za uzima ziko katika ulimi wako, na nguvu za mauti ziko katika ulimi wako. Chochote ambacho utakiri kwa maisha yako, iwapo utakiri kushindwa, utakuwa mtu wa kushindwa. Iwapo utakiri kuendelea mbele, utaendelea. Iwapo utakiri kuinuliwa, utainuliwa. Biblia inasema aunavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ukiona wewe ni mtu wa maana, utakuwa mtu wa maana. Na utashangaa vile watu wataanza kukuheshimu. Unapita tu mahali unasikia, ndugu Ben, Bwana asifiwe. Unashangaa mbona huyo ananisujudia? Si yeye, umesha kili ndani ya moyo wako wewe ni mtu wa maana. Sasa Mungu amelidhibitisha hilo neno. Akuonyesha ya kwamba chochote ambacho unajiita ndicho utakachokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukijitafsiria wewe ni mgonjwa, huu ni ugonjwa wangu, utakaa tu hivyo na huo ugonjwa wako. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kuchukua imani na kujua ya kwamba Mungu ndiye anayetulinda na Mungu ndiye anayetuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacha tusome katika kitabu cha Luka 10:19 tuone anatuambia nini na yeye mtumishi wa Mungu Luka. Luka 10:19 inasema, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na hinge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Mungu ametupa uweza na mamlaka wa kukanyaga. Kwa hivyo Mungu amekupa mamlaka na uweza wa kutawala kitu chochote kile. Bwana Yesu asifiwe. Ni usimame mpendo katika pengo, ukijua ya kwamba imani yako imedhibitika. Usiwe na imani ya kusita. Simama katika imani, maana kitu Mungu anahitaji kwetu ni imani. Na kitu kingine Mungu anahitaji ni kwamba tuwe na msimamo, tusiabudu miungu ya sanamu. Tusipende kuwa watu wa kutotii. Bwana Yesu asifiwe. Iwapo tumeamua Mungu ndiye tutakayemtumikia, tusimame. Tukitazama kitabu cha Yoshua mwana wa Nuni akaambia wana wa Israeli, mchagueni ni nani mtakayemtumikia. Iwapo ni Mungu wa mababu zenu ng'ambo ya mto, hebu watumikieni. Lakini mimi na nyumba yangu nitamtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Umeamua kumtumikia nani mchana wa leo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana kwa Mungu kunalipa. Biblia
Kazi ya Mungu inalipa na iko na change. Unaposimama na kumwamini huyu Mungu na kumweka katika kila jambo, hakika wapenda, utashangaa maisha vile yatatembea, utaelewa. Utaona tu watu wengine wanang'ang'ana, wewe ujuangi unakulanga aje, ujuangi unalipanga nyumba aje, ujuangi watoto wako wanasoma aje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana Mungu umemweka mbele, umemweka katika pengo ya kila jambo, umemtegemea yeye, naye anasema wale wamtegemeao hawataibika kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asubuhi ya leo nataka tujifundishe kumtegemea Mungu, tukijua ya kwamba Mungu wetu ni mwaminifu, hawezi kutuacha kamwe, wala hawezi kutuacha kwa mapenzi ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Maana ukiangalia hao kina Shadrach, wangeangalia vyao, wangeangalia wakuu, wangeangalia ya kwamba wao ni wageni mahali pale, hawangeweza kusimama na Mungu, lakini walikana hivyo vyao, wakakana huo ugeni, na wakajua ya kwamba kunaye Mungu anayeweza kuwaokoa. Usijiulize ya kwamba nikisimama nitafanya nini. Usijiulize ya kwamba nikianza hii biashara itapanukaje. Wewe anza biashara ukiamini ya kwamba Mungu anaenda kuipanua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacheni niwafundishe kitu kimoja. Siku ile utaona utaanza kitu na kiwe na mng'ang'ano. Hapo ndipo kuna upenyo. Hapo ndipo kuna baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shetani huja kukujaribu, akuvunje moyo ili uache, uzimie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini utakapojua ya kwamba kuna Mungu na usikate tamaa na uendelee, utaona wokovu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi napenda sana kupiga vita vya kiroho. Maana mimi si mwoga, na shukuru Mungu. Wacha tuone naye Waefeso 6:10 inatuambia nini. Napenda sana shujaa ambaye amesimama katika pepo. Mimi sipendi mtu mwoga. Napenda mtu aliye na uaminifu na aliyesimama katika msimamo, akijua ya kwamba Mungu ni mwaminifu na hakuna jambo lisilowezekana kwake. Tazameni wapendo wa Mungu. Waganga tunao waendeanga, wanatumia nini? Wanatumia imani. Mtu anaenda anachukua maviambuzi anasaga na anaamini akikupaka ukiwa umefura utapona. Hiyo ni imani. Na unapona. Mtu anaenda tu anakuambia nataka nikutengenezee kitu cha kukulinda. Nenda ukakate hiyo ilizi, utapata nywele, mavia kuku ndani, vikucha vya watu. Yeye alikupatia maana alijua imani yako umeweka kwa hiyo ilizi. Akajua utakapoenda kuifunga utakuwa uko strong, maana utaamini inafanya kazi. Mtu mwingine akauliza ilizi na mwanadamu nani analinda mwingine? Bwana Yesu asifiwe. Mtu ndiye ulinda ilizi, ilizi haikulindi. Bwana Yesu asifiwe. Maana unapoipewa lazima uiangalie vizuri, isije ikaponyoka ikaanguka. Saa yote tu uko hivi, unaangalia wallet mahali umeiweka kama iko pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Inakulinda sasa ama unailinda? Jamani, situmpokee huyu Yesu. Mwenye kutulinda. Bwana ana sheria. Anasema tumweke tu kwa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu tu ukimbeba kwa moyo, ukiamini tu, hakuna haja ya kushtuka. Nipomwambia Bwana Yesu, niondolee hiki, anaondoa. Utaenda kuangalia Yesu kwa mkoba kama amepotea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kile kinahitajika ni tuwe na imani kamilifu. Mimi nyanya yetu alikuwa mganga. Mimi nilikuwa nacheka. Siku nyingine mtu amekuja, kule kwetu kuna vitu zinafuranga watoto huku, zinaitwa nzoa. Mtu akakuja, akasema familia yangu yote imekuwa ikipitia hii hali. Akamwambia sasa mimi nimejaribu kuomba imeshindikana. Nimejaribu kuzunguka sielewi. Nimeenda kwa madaktari. Nyanya akamwambia ni hivyo tu kaeni hapo niwaletee dawa. Mimi nilikuwa pale. Nyanya alienda akachukua hizi mbibi hizi ambui. Maviambuzi akasaga na kaeka maji na kaja. Akamwambia haitawahi kukushika tena. Nitakupaka na wewe chukua shilingi 10 nenda ukatupe kwa njia panda. Mwenye ataokota atabeba hiyo magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Yule mama aliacha 10,000 pale, ametibiwa na ni maviambuzi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikaangalia nikasema hivi ndivyo wanasikia mganga kweli. Mungu nisaidie, sitawahi kuwa mganga wala sitawahi inamia mganga kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo mama akatoka na akafunguliwa. Kile tunahitajika Wakristo ni tuwe na imani. Imani tu. Ukisoma hili neno na uombe kulingana na neno la Mungu, hakika wapenda utashangaa. Neno la Mungu linasema kuna neno lililotoka kinywani mwake litamrudia bure bila kutimiza. Bwana asifiwe. Amen.
Mimi nimekuwa nililewa maisha ya kushangaza. Maana mimi marafiki zangu walikuwa ni hawa wanyanya, wazee, wale ambao hawajiwezi, wale wanataka kuoshwa. Mimi hiyo ndio kazi nilikuwa nafanya. Uliza Christine. Mahali kuna kinyanya kizee kimetengwa, hapo ndipo naenda. Nimuoshe, nimfanyie masaji, nimwanike kwa jua, afurahi, nimrudishe ndani, nimfulie nguo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na sasa kupitia hiyo kazi nilifundishwa mambo mengi sana. Bwana asifiwe. Amen. Nilijua mambo mengi, mengine ya kunisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo ndio nikajua kumbe ni kuamini tu. Hii rizi nyanya umeweka mavi na umeweka nini nywele na kucha kaniambia hiyo ikimkuza tu hivi anajua ni ukali ule uko ndani wa majini. Hakuna majini, hawa tunatumia akili tu kuchukua pesa yao. Bwana asifiwe. Kutoka hapo niliambia Mungu, kuanzia leo sitaogopa uchawi wala uganga. Na mtu mimi huwa niko tayari. Uje kwangu nisimamie ati unitishe, na kwambianga nenda na ukuje utanipata. Maana najua kuna kitu utanifanya. Niko katika Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo ndiye mfalme wa wafalme. Na anasema hakuna jina lililo juu ya jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Muamini Mungu jamani. Wacha kutikizika na mambo yasiyo na mwelekeo. Wacha kutishwa na mapito ya dunia. Jua ya kwamba Mungu yuko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacha tusome hii Waefeso 6:10 tuone naye Waefeso anatuambia nini. Inatuambia hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kupinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza ili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kushindana siku ya uovu. Na mkiisha kuyatimiza yote, kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni vyenu, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani, ambayo ya hiyo mtaweza kuuzima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Mungu pia anazidi kutuambia tuzidi kuwa na imani. Bwana Yesu asifiwe. Kitu Mungu hapa amesisitiza ni nini? Kusoma neno lake. Anasema neno lake liwe ndani mwetu. Maana hilo neno ndilo litakalo kutetea. Maana shetani atakapokujia utamwambia nini? Ni lazima uwe na neno ndani yako. Mwambie imeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Si wakati wa kuanza kusitasita na wa kuogopa. Wakati